Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Mungu anatuambia katika kitabu cha Timotheo kwa habari ya kujitunza kwa mafundisho. Ninanena na watumishi wa Mungu ambao wanaishi duniani na kulifundisha neno la Mungu kimakosa. Neno la Mungu linatuambia jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Mafundisho ni neno la msingi sana la kuwalea watu na kuwafundisha ya wapasayo kufanya kwa ajili ya faida yao mbele za Mungu wao. Biblia inasema jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Maana ukijitunza wewe katika yale mafundisho, yanaanza kukuokoa wewe mwenyewe kwanza kabla hayajawaokoa wengine. Yanaanza kukuokoa wewe kwanza, yanaanza kukutengeneza wewe kwanza. Wewe uliye mhubiri wa neno la Mungu, ni lazima ujue unaanza kujifunza wewe kwanza, alafu ndipo unawafundisha na wengine. Watumishi wa Mungu tunatumia muda wetu kutafuta maandiko ya kuwabebesha wengine mizigo tusiyoweza kuichukua. Tunahitaji kufundisha watu neno la Mungu kwa usahihi, ili watu hao pamoja na sisi tunaowafundisha tuwe wenye kupata msaada katika hayo. Maana Biblia inasema jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Dumu katika mambo hayo. Mpendwa, ulipenda kununua kitu kinachodumu. Ulipenda kumiliki simu inayodumu. Ulipenda kumiliki redio inayodumu, lakini hukupenda kudumu katika mafundisho. Hujaweza kusimama vizuri na Mungu, na wala huna mpango wa kusimama vizuri na Mungu. Unataka kuzungumza maneno ya upotofu ukiwaharibu watu. Kumbuka, unajiharibu wewe mwenyewe kwanza. Maana Biblia inasema dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Wanaokusikia mafundisho yako wanaweza kuokolewa. Wewe mwenyewe unaweza kuokolewa. Ukumbuke kwamba kama utafundisha mafundisho potofu, hukumu itaanzia kwako wewe mwenyewe, na wale wanaokusikia watafata baada ya hayo. Yesu akasema kiongozi kipofu akimwongoza kipofu mwenziwe, wote wawili watatumbukia shimoni. Kama wewe unataka kutumbukia shimoni, basi jipange peke yako ukatumbukie wewe, lakini utahukumiwa endapo watu wa Mungu watatumbukia shimoni kwa ajili ya mafundisho yako yaliyo ya ubatili. Unahitaji kujifunza wewe mwenyewe kwanza, ukawe safi mbele za Mungu, ukawe mtakatifu mbele za Mungu, ukawe mwaminifu mbele za Mungu, uwe mtumishi mwema mbele za Mungu, alafu wale wanaokusikia mafundisho yako waweze kupata kuwa watakatifu kupitia mafundisho yako. Kwa maana hatutawafanya wengine kuwa wema na sisi wenyewe tukabaki kuwa waovu. Biblia inasema katika Isaya sura ile ya 59 na ule mstari wa kwanza na ule wa pili, neno la Mungu linasema, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, na sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Mungu hataki kusikia kelele tunazopiga, kwa sababu tunafundisha watu ili tupate faida. Tunafundisha watu kwa kuwapotosha ili kuwavuta wayasikie maneno yetu ya uongo,
nao wapate kuangamizwa, ili mradi tu kwa sababu tunahitaji faida. Mungu hahitaji sisi tuhubiri maneno yenye upotofu, bali maneno yaliyonyoka. Ninasema na watumishi wa Mungu, mhubiri neno la Mungu kwa usahihi, na kwa kufanya hivyo Biblia inasema utajiokoa wewe mhubiri, nafsi yako, na wale wakusikiao pia wataokolewa. Mbarikiwe watumishi wa Mungu, wahubiri wa Injili. Tujifunze kuhubiri Injili iliyo sahihi, yenye kuelekeza watu mahali pazuri, katika jina la Yesu.